Mheshimiwa majaji na viongozi wote tuliopo, lengo la mkutano huu ni kutathmini taarifa utendaji kazi wa mwaka 2025, taarifa ya mashauri, ukaguzi wa mahakama, maboresho ya huduma za mahakama, tehama, utekelezaji wa bajeti ya 2025-26 na mipango ya 2026-26 na miradi ya majengo ya mahakama. Mheshimiwa Jaji Kiongozi amezungumza hili, lakini kubwa ni kubaini mafanikio na changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa majukumu hayo, kutafuta ufumbuzi wa pamoja na kuweka mikakati ya utekelezaji wa majukumu yetu kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Jaji Kiongozi, umesema kitu hapa, yani tangu nimekuja hapa mimi siku zote naimba juu ya kujituma, proactivity. Na hili sio sharti langu kama nimeribuni, ni sharti la katiba, liko kwenye ibara 25 ya katiba. Na kujituma huku kunatokana na kuwajibika. Mara ibara 25 ya katiba inazungumza juu ya wajibikaji wa watumishi wote wa serikali na kila mtu. Katika hotuba yangu nikiongea na wasajili tarehe 22 Desemba nilizungumza kwamba hatuwezi kuishi kwa maelekezo. Hatuwezi kuishi kwa maelekezo. Sisi ni binadamu, tuna akili kuliko wanyama. Tunatambua wajibu wetu na tunapaswa kujua kwamba ili kama binadamu tuweze kuendelea kimwili, kiroho na kiakili, inapaswa tufanye nini na kuchukua hatua. Lakini zaidi kwamba sisi ni binadamu, tuna akili, sisi ni viongozi, tena viongozi wenye dhamana kubwa ambao tunapaswa tuigwe katika taifa hili. Hatuwezi sisi kuishi kwa maelekezo. Sasa maelekezo yataharibu mahusiano tulionayo. Kwa sababu maelekezo yana tabia kuwa na ufuatiliaji. Maana maelekezo yanakuja na sanctions. Hatutaki kuharibu mahusiano hayo. Kila mmoja awajibike ipasavyo. Kwa hiyo na hii akili ya kwamba tunazungumza hapa, watu wanaohusika kutekeleza hawatekelezi, wanasubiri kikao kingine, hatutakuwa na utamaduni wa aina hiyo. Mimi nimeshasema mahakama inapaswa iwe ya mfano. Mahakama ndio kimbilio ya kila mtu. Hata mimi nikifanya kosa, mkitaka kunishtaki, mtanileta tu hapa mahakamani. hapa mahakamani. Sisi wenyewe lazima tuwe mfano. Na mafanikio kama yote lazima yawe yamechangiwa na kila mmoja wetu, ana sehemu ya kutekeleza. Hayawezi kuwa ni kwa ajili ya msukumo kutoka kwa mtu mmoja. Kwa hivi ninapoungana na Mheshimiwa Jaji Kiongozi kurikapo hapo, ni hiko kitu ambacho amekiona kama ni one of areas of improvement. Wakati akirecognize mchango wa Mheshimiwa Jaji Mugeta kwenye hili, mimi nadhani hiwe ni funzo kwetu sisi wote. Mimi maisha ya kuadibishana sio tamaduni wangu mimi, kwa sababu mimi nataka watu waelewe. Na ninyi viongozi ni watu wazima. Sisi kwa umri wetu kama huu sasa tunabaki ni viongozi, tunabaki kuwa walezi tu. Na wengine tumelea watu wengi, sasa naona ni viongozi katika taifa hili kila sehemu. Sasa yule ambaye atafikiri kwamba kwa kuwa kiongozi yeye ana impunity, nadhani atakuwa anakosea tu, ni kutokuelewa. Kwa hiyo tunataka mafanikio ambayo yanakuwa generated na kila mmoja wetu kwenye muhimili huu au kwenye taasisi hii ana mchango. Tusiishi maelekezo kwa maelekezo sijui yanatoka wapi. Tumewalika management kwenye mkutano huu.
pamoja na mengine tutataka watupatie kilichotekelezwa katika yale tuliyoazimia wakati ule. Na tutapata kwa sababu hao ndio wanaratibu na kutekeleza mikakati ya vikao vyetu, lakini pia tunataka tunapoalika ni katika sehemu ya kuimarisha uwazi na uwajibikaji wa pamoja. Majukumu yetu yanategemeana. Yaani sisi judicial officers hatuwezi kufanikiwa tukiwa tumetenga ile timu ya management ambayo ni all inclusive. Pale kuna judicial officers na non judicial officers, na kiongozi wao ni mtendaji mkuu wa mahakama. Kwa hiyo tunapoalika hivi tunapata kuwa na uwazi na uelewa pamoja kwamba kumbe haya ndio yanayopaswa kufanywa na ndivyo tunafanya, na kama kuna sehemu ya kuchangia wote tunaenda pamoja. Hatuwezi kufanya vikao vya kujificha. Kwa hiyo ninakushukuru mtendaji mkuu kwa kuwa na sisi hata asubuhi hii, lakini nimeona pia na baadhi ya viongozi unaoongoza hapa, hata wa mahakama kuu nimeona pale, na kila mtu aliyoko kwenye management. Ni kwa sababu hiyo pia hata hapa kwenye hii tutapokea baadhi ya taarifa ambazo zimefanywa na idara na baadhi ya idara hapa, na wale walioalikwa. Kwa mfano watu wa mashauri, nimeona mheshimiwa Kamugisha pale, watu wa Judicial Delivery Unit, mheshimiwa Jaji Rumisha. Ni kwa sababu tu ya kutaka kujua haya ambayo yalizungumzwa sana siku zile, yalizungumzwa sana siku zile ya mkutano ule, tumefikia hatua gani, na hizi changamoto zinazojitokeza kwa mfano kwenye matumizi ya mfumo wetu ule, kwenye ule mfumo wetu tunachukua hatua gani kuzitatua. Na hapo ndipo tumeona umuhimu wa mheshimiwa Kamugisha na mkurugenzi wa ICT ndugu Kalege. Kwa hiyo ninyi management, vikao hivi vinapokuwa vinaitishwa mwe mnajipanga kuhudhuria, msisubiri kualikwa, kwa sababu sisi wenyewe sasa tunafanya kitu gani? Kazi yetu si kuhukumu na kusikiliza mashauri na kuyahukumu. Anayefacilitate hivi vitu ni nani? Anaenda kutekeleza vile vitu ambavyo tumekubaliana ni nani? Kwa hiyo hivi vikao lazima mwe mnahudhuria, japo kuwa sio lazima wote. Sasa vikao hivi vinatusaidia pia kufahamu kwa undani zaidi vipaumbele vya mahakama katika utekelezaji wa jukumu lake la kikatiba la utoaji haki. Kusikia moja kwa moja changamoto zinazowakabili kanda mbalimbali za mahakama kuu ili kuona wajibu wetu katika kukabiliana na changamoto hizo. That is the essence ya kualika management kwa nao katika vikao hivi. Lakini niwapongeze waheshimiwa majaji, mahakimu na watumishi wote kwa kutekeleza majukumu yenu. Majukumu ambayo pia yametufanya tuweze kubaini mafanikio mbalimbali. Na yale ubainifu wa mafanikio pia umetuwezesha kubaini changamoto mbalimbali. Na kama tulivyokwisha kusema, tutaangalia ile comprehensive report ya mwaka 2025. Na jaji kiongozi amegusia kidogo mafanikio lakini pia na changamoto. Lakini katika kikao hiki kama mnavyofahamu, tutataka kusikia mlivyofanikiwa huko kwenye kanda na changamoto zinazowakabili, ili kwa pamoja tujadiliane na kupeana uzoefu jinsi ambavyo mmezitatua zile changamoto zilizokuwa zinawakabili au zinazowakabili huko, na mikakati mlioweka. Mkutano huu ni wa kubadilishana pia uzoefu wa utekelezaji wa majukumu yetu katika maeneo hayo kuhusiana na changamoto na mafanikio mbalimbali. Sitataka kurejea hizi takwimu ambazo zimekwisha kutajwa,
Lakini niseme tu kwamba takwimu ambazo zimeorodheshwa kwenye comprehensive report, annual report ya 2025 pamoja na mengineyo, takwimu hizi zinaonyesha mambo makuu matatu yenye umuhimu mkubwa. La kwanza, licha kuongezeka kwa idadi ya mashauri yanayopokelewa, jitihada zimefanyika ili kukabiliana na ongezeko hilo, na hili ni wapigie makofi. Pili, kwa miaka yote miwili, mwaka 2024 na 2025, mahakama imefanikiwa kuamua mashauri mengi zaidi kuliko yaliyopokelewa katika mwaka husika. Tatu, ongezeko kubwa la mashauri yaliyoamuliwa mwaka 2025, yaani mashauri 254,793, linaonyesha kasi iliyoimarishwa ya utoaji haki, nidhamu katika usimamizi wa mashauri pamoja na kujituma kwa utumishi wa mahakama katika kutekeleza wajibu wao. Sambamba na hilo, nawapongeza pia kwa jitihada mlizochukua kusikiliza na kuyatolea uamuzi mashauri ya kiuchumi katika zoezi lililoanza mwezi Oktoba 2025 na kumalizika Disemba 25 kwa mafanikio makubwa. Mafanikio haya tulichukua tu hii sehemu ya utekelezaji wa mkakati, lakini ukienda kwenye hotuba yangu wakati wa Law Day yalijumuisha tulioanza kuanzia mwaka wa mahakama ya tarehe 3 Februari mwaka 2025 wakati ule. Na nimeona kwenye vyombo vya habari, asubuhi hii ndio nilikuwa naangalia magazeti pale nyumbani, nikaona jana kumbe vyombo vya habari vimeandika mambo makubwa kuhusu mahakama. Basi na mimi naungana hivyo vyombo vya habari kuwapongeza waheshimiwa wote na watumishi wote wa mahakama. Sitataka kurejea hizo figa, lakini yatosha tu kwamba kwetu sisi ni faraja kwamba hata jamii inatambua hayo. Na kwa fedha ambazo zilikuwa zimekwama kwa ajili ya kushikiliwa kwenye mashauri yale mpaka yatolewe uamuzi wa mwisho, fedha hizi zina mchango mkubwa sana katika ustawi wa taifa hili na maendeleo yake, kwa sababu zinaingizwa kwenye biashara, kwenye uwekezaji na kwenye matumizi ya aina yote yale, na pengine serikali inapata kodi na humo ndiko inakopatikana fedha kwa ajili ya shughuli nyingine za maendeleo. Na hii inatusaidia, inatukumbusha na hata kauli mbiu yetu ya mwaka huu, usitawi, mchango wa mahakama katika usitawi na maendeleo ya taifa. Tuendelee na mikakati hii kuimarisha kuwa mahakama inatoa mchango wake katika kukuza uchumi kupitia jukumu lake la utoaji haki. Sio swala la kukuza uchumi tu, ni swala la ustawi wa wananchi na maendeleo ya taifa hili kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba. Lakini kufanya hivyo pia ni kutekeleza kwa vitendo nguzo ya kwanza ya dira ya taifa ya maendeleo, ambao ni uchumi imara, jumuishi na shindani. Na wakati tunapotekeleza pia msingi mkuu wa ile dira na vipaumbele vyake 4. Leteni mapendekezo ya uboreshaji wa sheria na kanuni ambazo mbalimbali na kuzitumia ipasavyo katika kuharakisha jukumu la utoaji haki. Kama katika discharge wajibu wetu tunabaini kwamba zipo changamoto katika mfumo wa sheria au kanuni zetu, yale ya mfumo wa sheria mtatushirikisha tu, sisi tutaesekareti kwenye mamlaka zinazohusika na kutunga hizo sheria, tutawashirikisha wenzetu serikalini tufanye mabadiliko. Lakini yale ambayo yanaangukia kwenye mamlaka ya legislative powers za Chief Justice, sisi wengine tuna kamati hapa ya kanuni na inafanya kazi vizuri, na mimi wasisubiri wakae wote, najua na mambo mengi wenyewe tunamaliza tu hapa ili mradi ana hiyo wide consensus. Na wananisaidia sana wale, mtu mmoja hapa anaitwa Mheshimiwa Kimu, nadhani huyu ni mmoja wa hawa walioendelea, na Mheshimiwa Kamugisha naye nadhani mmoja wa haya walioendelea.
Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki watu hawa na kamati yao ile, wanatusaidia sana. Sasa hawa jamaa walioendelea wana mchango mkubwa sana kumbe katika maendeleo ya taifa hili. Tumetunga kanuni nyingi na ninyi wenyewe mnaziona, sitaki kuzirejea. Ni mwendelezo tu wa mamlaka ya Jaji Mkuu ya kutunga kanuni tangu tulipoanzisha ile sheria inaitwa the Judication and Application of Rules Act. Kwa hiyo watangulizi wangu wote wametunga hizi kanuni na mimi ninaendeleza tu, lakini mimi siwezi kuamka tu na kuanza kutunga kanuni bila pia kuwashirikisha wengine, na mengine mapendekezo yanatoka kwenu. Ndio maana tunataka proactivity ile, kujituma. Tumieni kanuni hizi kusimamia na kutekeleza jukumu la utoaji haki mapema ipasavyo. Simamieni nidhamu za mahakimu na watumishi wengine wa mahakama. Endeleeni kusimamia kikamilifu nidhamu ya watumishi wote walioko chini yenu na hasa mahakimu. Jana juzi niliwaapisha wengine hapa wapatao 90 hivi. Nadhani nilikuwa mpole sana siku hiyo. Tunataka image ya mahakama unaiona, nilishasema siku moja, unaiona kwenye primary court, unaiona kwenye court of appeal. That is the interface ya mahakama na public. That is the interface between the judiciary and the public. Watu wanaiona mahakama mwanzo wanaona kitu gani? Wanaona huku court of appeal. Maana kule ndiko tunakoanzia. Alafu huku ndiko tunakoishia. That is the interface between the people of the United Republic of Tanzania and the judiciary. Lakini mnakumbuka tu kuwepo pale waheshimiwa wale waliahidi kwamba wao wanajua kwamba wana deni na deni lao ni uadilifu na wajibikaji, uchapakazi. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwahimiza huko tuliko kwenye kanda zetu tufikie hicho kiwango cha kudumisha heshima, uhuru na mamlaka ya mahakama ambavyo vimelindwa kikatiba kwenye ibara ya 30, ibara ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tusipofanya hivi, watu wengine watajitokeza kuziba lile pengo na tutaanza kulalamika kwamba tunaingiliwa. Na kweli watakuwa wakifanya hivyo, watakuwa natuingilia, lakini ni kama sisi tutakuwa tumekaribisha na kukondoni hiyo hali, kitu ambacho sisi hatutaki. Hatutaki kwa sababu ukisoma ibara 26 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano, hiyo ndio inayozungumzia utawala wa sheria. Kwa hiyo hili mlifanye kwa heshima, kwa nidhamu, kwa hekima na kwa nidhamu inayotakiwa, ili kuwalea hawa watakao wanaonekana kuna propensity za kukiuka maadili ya utumishi wa mahakama. Pale tutakapolazimika kuwajibisha, tutawajibisha. Na pengine hata kwa kuwapeleka mahakamani. To be on a case by case basis. Sio kwa namna yote unafanya hivyo. Alafu nilishasema kwenye mkutano wa mahakimu, wasajili tarehe 22 Disemba mwaka 2025. Kama kuna udhaifu kwenye mahakama za mwanzo au mahakama za wilaya, changamoto ipo kwa moja, wasajili. Lakini cha pili, mahakimu wafawidhi ngazi za wilaya hawajatekeleza wajibu wao kwa ufanisi ipasavyo. Pengine hawawakagui, au wanapokagua kuna patronage huko, kuna urafiki. Na nilikuwa namweleza msajili juzi, nilikuwa nafikiria kuna idara hapa inaitwa sijua ukaguzi na vitu gani, wanafanyaga vitu gani? Kwamba hii idara labda it is high time to you, kwa sababu when you have una mahakama kuu kila mkoa, una mahakama ya wilaya kila mkoa, una mahakama ya mkoa kila mkoa, hao wanakuja kukagua vitu gani? Kwa nini wasifanye kile kitu wale waloko kule mikoani? Maana yake ni kwamba hawafanyi kazi tu. Sasa hivi wao utaratibu hizo idara ulikuwa na maana sana wakati ambapo mahakama haikuwepo kila sehemu. Lazima utume watu sasa kutoka makao makuu kwenda huko Msoma mnakocheka huko, kwenda sijui na Kigoma na Bukoba, nadhani hakukuwa na mahakama hayo maeneo.
Lakini sasa tuna mahakama kuu pale nani Bukoba. Una mahakama nyingine wanaita hakimu mkazi hata waitaki. Alafu una mahakama ya wilaya. Na tumeweka mfumo una jaji mfawizi pale down to earth. Unaanza pale chini mahakama kuu ya mkoa. Unaenda mahakama ya mahakama kuu sio ya mkoa. Ndeni unaenda mahakama hiyo ya mkoa kama itakuwepo ya hakimu mkazi ya mahakama ya wilaya. Hawa wanafanya nini? Hii mifumo mingine inatufanya hata tusiwajibike kutekeleza. Wanasema nasubiri watu kutoka Dar es Salaam. Watu wa Dar es Salaam nao, Dar es Salaam siku hizi Dodoma, nao wanataka posho. Nini kwa nini hamjaenda posho? How can we mitigate this issue for allowances? Why can't we engage and deploy those persons around there? That is the judiciary at the level, particularly at that level, to do this successfully. That is a changamoto I have posed before you. It's just a challenge I have posed before you. You can consider it or not. Mimi nataka idara tulizonazo ziwe na maana. Zifanye kazi. Huyu mheshimiwa Jaji Magimbi, ile kanda yake ile ya Dar es Salaam, kuna mahakama pale ya wilaya ya Rufiji. Gari lao limewekwa kwenye inaitwa kwenye mawe. Kabla intervention iliyofanya na court administrator, chief court administrator, ya kuwapelekea gari lingine. Halafu nilikuwa najiuliza hiyo division ya ukaguzi hiyo ilikuwa inapoenda kagua inafanya nini? Yaani yenyewe inaangalia tu mafaili alafu vile vitu ni pamoja na vya kuloti, kwa sababu vile vina impact kwenye delivery ya services zetu. Ile gari linapaswa liende kwenye mahakama za mwanzo huko sijui Muhoro na wapi, Ikwiriri na kila sehemu. Na ile wilaya ya Rufiji ile geographical configuration yake ni ajabu sana. Lakini ni eneo ambalo ni bonde, na sisi ambao tumeenda several times kwenye eneo hilo, wakati fulani mvua zikinyesha hata barabara zinakuwa za shida. Wewe could imagine mahakama kama ile ikikosa gari, yeye hakimu wa wilaya atafanyaje wajibu wako wa kukagua hizi mahakama za mwanzo na kiwa kuna dharura na matumizi mengine tu? Sasa ninyi watu wa idara yenu hiyo, kama mtabaki jipangeni. This is gonna not be business as usual. Na mimi nilikuwa najiuliza, sasa tunao jaji mfawizi pale, tunaye hakimu wa mfawizi wa mahakama ile ambayo wale jamaa hawaitaki, tunaye hakimu mfawizi wa wilaya, na magari yapo. Hii wanaleta ripoti gani? Kwani sisi hatuwezi kukagua afu tuka-escalate huku kwa chief court administrator au kwa chief registrar for that matter? Then ikachakatwa hapa. Ndio kwenye kikao kimoja bwana mmoja, mheshimiwa mmoja akasema huko kwa 20 barabara hazipo. Basi kama nilivyosema kwenye mkutano wa chama cha mahakimu na majaji, kuwa tutarekebisha sheria ya usimamizi wa mahakama ili kamati za maadili ya maafisa wa mahakama za mikoa na wilaya zisimamiwe na maafisa wa mahakama wenyewe. Mswada umeshaandaliwa. Sasa ule mswada ni written laws miscellaneous amendment, lakini umeweka na mapendekezo mengine yanayohitaji maamuzi ya kisera. Kwa hiyo utakuwa escalated kwenye cabinet. Juzi kwenye mkutano hapa, ilikuwa tarehe 23 ndio ya mwezi huu, naibu katibu mkuu Wizara ya Katiba na Sheria amesema ameshakamilisha, wanasubiri kuwasilisha kwenye cabinet secretariat ili uchakatwe, na sisi tumewashauri basi waupeleke under certificate of urgency ili maamuzi yapatikane mapema, kwa sababu nabeba mambo mengi kama nilivyosema siku ile, ili tusonge mbele. Na katika huo mswada ni pamoja na mswada wa yale mabaraza yale ambayo yanatuletea shida. Na hii swala la nidhamu na usimamizi wa nidhamu na maadili yetu linahitaji ujasiri, uadilifu mkubwa na dhamira ya ndani
ili kulisimamia. Hii mambo ya oga hii na nini sijui mnatoaga wapi? Yaani wewe jaji unakaa hapo na hukumu mtu afe mpaka kunyongwa. Inapofikia hatua kutaka kumshauri tu mtu kwamba bwana, you are misbehaving, don't behave like that way. Behave according to ethics and so forth. Just behave according to the laws. Wewe unaogopa nini? Kuna uhusiano gani kati yenu ninyi wawili? Jaji, hakimu, msajili na vitu gani? What the relationship between you? So much that ushindwe hata kumwajibisha. Alafu wewe mwepesi wa kutamka adhabu ya kifo mpaka kufa kwa mtu mwingine. Na kumhukumu miaka 25 jela na sijui na adhabu na hasa watu wanaotoka kule. Ninyi mnawafahamu, basi mwahurumie tu. Sasa inapofikia hatua yani hata kumshauri tu, kumuita kumshauri. Sio kwamba sasa bwana tunakufukuza kazi, kwa sababu kuna utaratibu hata wa kuwajibishana. Nimesema several times kwamba sisi viongozi ni walezi, ni wazazi. Mimi sihitaji kujitangaza watu kwa kutambua kwamba mimi ni mlezi na wala mimi ni mzazi. Wengine wenu hapa msinge kuwepo hapa na miwani yenu kama sikuwa ni malea huko mlikokuwa. Mbona mnawacheka jamani hawa? Sasa ni kazi ya ulezi jamani. Ni kuwafunda. Sometimes sio lazima utumie adhabu. Katika utumishi huu, nimekaa kwenye utumishi huu wa umma, naona ile mentoring ya muhimu sana. Namshukuru hata jaji mkuu aliyepita alitambua uwezo wangu wa kuwa mlezi. Akaniteua kwenye ile kamati ya kuwa walezi wa viongozi wengine kuandaa. Na muda mfupi sana wale jamaa wakawa wameteuliwa kuwa viongozi. Na wengine nawaonaga hapa wanavaa na miwani. Siku hizo wananiangalia hivi kama wanijui. Sasa sisi viongozi jamani ni walezi. Tuishi tukiweka mahusiano mazuri na wale watu, ndipo tutakapoweza kuwamenta, kuwasaidia na kugundua madhaifu yao. Tusijitenge sana na hao watu tunaofanya nao kazi. Wewe utamjuaje kwamba huyu strengths zake ni zipi na weakness yake ni hipi kama hamjengi mahusiano ya karibu? Ndipo utakapojua tu. Kwa hiyo tuwalee hawa vijana kwa maana ya malezi bora ya kuwamenta kuwa kwenye maeneo ambayo wanavyopaswa waishi. Kuna mahakama moja kwao, mheshimiwa mmoja na mhifadhi kwa manufaa ya umma hapa. Yaani yeye alifikia hatua mahakama ya mwanzo mpaka anatunga muhtasari wake, anasikiliza mafaili ambayo haandiki hata rekodi, watu wanafungwa gerezani. Vitu vingine hivi. Halafu wakubwa wao wako pale. Sasa lingine ambao ndugu zangu naomba kuwashirikisha. Tusiposimamia eneo hili kwa umakini, hili eneo la maadili, mabadiliko tunayokusudia kuyafanya na mapendekezo yake yanaweza kutafasiriwa kuwa yalilenga kufichiana madhaifu yetu na si vinginevyo. Na Rais Samia juzi kwenye ule tarehe 2 mwezi wa pili alituelekeza wala hata tusitumie vibaya uhuru wetu wa mahakama kufichiana, kwa kichaka cha kufichiana uzembe na udhaifu na rushwa na vitu vya aina hiyo. That is it. na sisi lazima tuishi ukweli mahakamani. Mahakamani wewe utakuwaje jaji, hakimu ndani? You cannot afford kuwa mwongo. Kwa sababu wewe unaishi ukweli wa katiba na sheria za nchi. Na alafu isitoshe tumekula viapo, Mungu atusaidie. Niwaambia mahakimu juzi kwamba sikilizeni, ninyi hamkuapa kwangu. Ninyi mlikuwa mnaapa mbele ya Mungu ambaye haonekani pale lakini yupo anawashuhudia. Na hamkusema kwamba Mheshimiwa Jaji Mkuu tusaidie. Mlisema kila hii hapa alisema Mwenyezi Mungu nisaidie. Tusimfanye Mungu na hatupaswi kumchukulia Mungu kuwa poa. Ni wewe kumsikiliza na kumuona mtendaji mkuu huyu Profesa Ole Gabriel akifundisha kanisani. Kule kanisani kwao kuna amri ya pili inatoka kwenye kile kitabu cha Kutoka sura 20.
inaeleza zile amri za Mwenyezi Mungu. Anasema usilitaje bure jina la Mungu wako. Sasa haiwezekani unasema Mwenyezi Mungu nisaidie. Yaani tumefanya Mungu kuwa poa. Tunamchukulia poa. Yaani sijui vitu vya wapi hivi. Tusimchukulie Mungu poa. Uwezo ukainvoke jina lake, alafu baada hapa ikawa business as usual. You are courting disaster and a curse on yourself and your posterity. Mheshimiwa Salma, nimekuwa mkali sana au namna gani? But that is the case. Kwa sababu Mungu alishasema usitaje bure jina Bwana Mungu wako. Kuna watu wa Msoma wale sitasema mambo yao. Kuna wengine wanamwabudu yule nyoka anaitwa chatu. Kama wako hapa wanajitambua, ndio Mungu wao. Huko Msoma huko. Yaani wanawake wakikutana na yule nyoka, na hasa kama wananyonyesha au ni wajawazito, akirudi nyumbani hawezi kusema kwamba nimekutana na nyoka anaitwa chatu. Atasema naona Dr. Mtuli anafahamu. Atasema nimekutana na lapolini. Ile lugha ya jamaa anasema sitasema, nadhani lugha sifahamu vizuri. Sasa yani hata kujitamka tu ile nyoka yule hatamki jina lake. Kumbe nadhani huyu Mheshimiwa Mtulia tumpigie makofi, kwa maana kwamba kumbe akikaa kule anaelewaga na mila na desturi za watu. Waheshimiwa, sisi ni viongozi na washauri. Tunapenda kutumika maeneo mbalimbali. Tunaotumika Iringa, tunaotumika Msoma, tunaotumika Mtwara, Tanga, Mbeya, hata Kigoma na Kigoma. Tujitahidi kuelewa mila na desturi za watu wale. Ndio tunavyojenga mahusiano, na wakoloni walikuwa wazuri sana kwenye hilo. Wale majaji hata walipokuwa wanatoa hukumu walikuwa wametafakari hawa watu katika jamii hii wanafikiria vitu gani. Lakini ukienda pale sasa unasema tu mimi jamaa Msoma akili zao sio nzuri, unajifungia tu pale ofisini. Sasa nimewaletea mfano huu wa jamaa ambao mimi nahifadhi kwa manufaa ya umma. Ili muone kwamba vile viapo vyetu vile tuviishi na kuvisimamia kwa dhati. Mwenyezi Mungu nisaidie. Tena umeshikilia. Alafu inapofikia hatua ya kuhimizana uadilifu tunapotekeleza majukumu yetu unaogopa. Alafu kwenye kile kiapo ulisema utatekeleza majukumu yako kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, bila upendeleo, huba wala chuki. Alafu unapotakiwa kusimamia yale na kuwashauri tu unakuwa mwoga. Sasa hiyo ndugu zangu, naombeni sana tusifanye hivyo. Na hata kwenye hotuba yangu hii ninachokifanya mimi ninawafunda tu. Nawafunda wale watakaoyazingatia haya ninayoyasema, Mungu ataendelea kuwabariki sana. Lakini mambo ya kuendekeza hivi vitendo naogopa kabisa. Hata kuna nini nasema hivi, mnajua madhara ya rushwa na ukiukaji wa maadili kwetu sisi yani heshima mnayoona hii ni kama tutaishi viapo vyetu na kuvitekeleza kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi, ndio mahakama hii itaendelea kuheshimika, uhuru wake utaendelea kuheshimika na mamlaka yake yataendelea kuheshimika. Yani kama tuta digress kutoka kwenye hiyo, tutabaki tu kuitwa waheshimiwa na makoti haya tunavaa kama hivi. Mimi siku hizi naona hata baada ya kuja kunavaa na suti. Sasa lakini jamaa akiniangalia sema huyu mzee nadhani anazeeka vibaya. Sasa yani ile heshima statutory haitatusaidia. I can assure you this statutory heshima haitatusaidia. Heshima ni ile ambayo inakuja spontaneously kwa sababu watu wana appreciate huduma yetu. Na ibara 25 imeeleza vizuri ya katiba. Kazi ndio kipimo cha utu. Mungu awabariki sana.